Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Ni kualike kunako dukuzi dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuanze kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani, ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni maridhiano Zanzibar. Habari ni katika ukurasa wa pili. Tanzania Kiswahili ikiimarisha amani uchumi. Mwigulu asema ni zawadi kwa Afrika, dunia ahimiza mbinu mpya kukieneza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Serikali yataka Sabasaba iwe kitovu biashara Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mwongozo wa taarifa binafsi kuimarisha biashara EAC. Habari katika ukurasa wa 7. Wastaafu wafundo uwekezaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wawili jela miaka 20 kwa kukutwa na meno ya tembo, nyama ya twiga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ajali ya basi yaua watu 6 Tabora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Polisi nchi ipo salama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Kaya zilizoacha kuitegemea TASAF juu 19%. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha kimuonesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akitia saini kitabu cha wageni alipowasili kwenye makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO jijini Paris, Ufaransa jana. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ulinzi kila kona, amani ya tawala. Wananchi wengi watulia majumbani, askari watanda kuimarisha ulinzi. Sabasaba biashara chache zaendelea. Kamanda Muliro azungumzia ulinzi wa chumi, watoa angalizo kibiashara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nukuu ya Jumanne Muliro ikisema, kwa jumla hali ni shwari. Wananchi wanataka amani na utulivu, hawataki kushuhudia tena matukio kama yale yaliyotokea Oktoba 29, 2025. Juma Ali, mkazi wa Kariakoo, anasema leo wengi hawakufungua maduka, naona wamepumzika, lakini hata mzunguko wa watu ni mdogo, hakuna daladala bali ni bodaboda na bajaji tu. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3. Ukurasa mpya Zanzibar, Mwinyi Othman kutoa mwelekeo mpya kisiasa. Habari katika ukurasa wa 16. Mbinu vyama vya siasa kukabiliana na zuio la mikutano. Habari katika ukurasa wa 5. Dar es Salaam, siku 12 tangu serikali isimamishe mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa. Wataalamu wameonya kusubiri zuio liondolewe kunaweza kusababisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Mtoto alivyokatisha uhai wa mama kisa mihogo ya kuchoma. Habari katika ukurasa wa 4. Fedha za vyama zinavyoangoa vigogo upinzani. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Ajali ya basi ya ua 6 jeruhi 11. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Balozi Nchimbi asisitiza dhamira ya Rais Samia ni kuhusu uchumi shindani wa viwanda. Safari ya kuelekea mwaka 2050, maonesho Sabasaba kwa miongoni mwa maonesho makubwa duniani. Habari katika ukurasa wa 4. BOT yanunua dhahabu za trilioni 9.76 kwa miezi 18. Habari katika ukurasa wa 4. Homera shtushwa taarifa za mchezo mchafu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesikitishwa na kitendo kinachofanywa na watumishi wa hospitali ya wilaya ya Sumbawanga kuwatoza fedha waliojifungua mtoto wa kiume 10,000 na wa kike 5,000. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Huduma biashara na matibabu kurahisishwa nchi za EAC. Habari katika ukurasa wa 4. Nyansao asifu JKT JWTZ ulinzi wa taifa. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania yataka ushirikiano kimataifa kuimarisha AI. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili.
Zaidi ya 500 wafariki kwa Ebola Kongo, habari katika ukurasa wa 19. Fahamu ugonjwa wa kuganda damu kwenye mishipa, habari ni katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika tishio la maandamano lasimamisha biashara, daladala za kosa abiria, masoko hayana watu, ulinzi mkali waimarishwa, huku jeshi la polisi likiwatahadharisha wananchi kuhusu taarifa za mitandaoni. Habari ni katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3, habari picha ikionyesha maeneo mbalimbali na ulinzi ulivyo. Hatimaye maridhiano ya CCM ACT kufikiwa kesho, habari katika ukurasa wa 19. Ajali za ua wanne, 14 wajeruhiwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mganga aliyemnajisi mtoto wa mgonjwa afungwa jela maisha, habari katika ukurasa wa 3. Mwigulu agaribisha Ufaransa kuwekeza, habari katika ukurasa wa 5. Serikali bei ya mafuta ni ndogo kulinganisha na majirani zetu, habari katika ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maumivu, biashara za tikiswa, Tanzania ikisimama kwa tahadhari lakini nchi iko shwari na salama, habari katika ukurasa wa 2. TANAPA kitimoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Wabunge wa toro ngoma nzito, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Chuo cha utumishi chaonesha matumaini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Maridhiano sasa iva, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Ninavyojua bandari ya Dar es Salaam, habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi kushuhudia utiaji saini maridhiano, habari katika kurasa za ndani. Hemedi agiza matumizi ya mfuko ukusanyaji mapato juzani, habari katika ukurasa wa 2. Serikali kuendeleza Kiswahili duniani, Dr. Pembe, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mkutano wa NATO anza Uturuki, habari katika ukurasa wa 9. Tamasha la data kuipaisha Zanzibar kwenye tehama, habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti Mwanahabari lenye limeandika Heche akalia kutekavu Chadema, ni sakata la wizi wa fedha za michango mbalimbali na matumizi mabaya madaraka, watajwa baadhi ya wafanyabiashara kuhusika na kumfadhili Heche. Mchome aomba chama kimsimamishe kupisha uchunguzi dhidi yake, habari katika ukurasa wa 3. Hali ni shwari, RC Chalamila sema da ni tulivu salama, atembelea maonesho 77, habari katika ukurasa wa 2. Tanzania Qatar kuendeleza kushirikiana kufungua fursa za ajira kwa vijana, habari katika ukurasa wa 3. Viongozi wa vijiji waonywa kujihusisha na uuzaji wa ardhi kiholela, habari katika ukurasa wa 2. Dr. Mwigulu kuna haja ya kutafuta mbinu mpya kukieneza Kiswahili, habari katika ukurasa wa 2. Kaliba awashukia wanaharakati kuhoji mnataka serikali ifanye nini zaidi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Simba yavamia winga Msaus, ni yule aliyetajwa Yanga, bosi vichwa mchongo livyo, habari imeandikwa kwenye kurasa wa 2. Mtifuano TOC bado moto, mtaka asubiri ripoti, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ujinga chanzo cha kuwa ndoto za wanamichezo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Hii ni ripoti maalum. Barabara Afcon mambo safi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Gazeti hili imeandika Adeus Ronaldo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Umri ni miaka 41, ambaye amefunga katika fainali 6 mfululizo za kombe la dunia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. FIFA World Cup kesho Alhamisi ni robo fainali, Ufaransa dhidi ya Morocco, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mchezo utapigwa saa 5 usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo, na gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Simba yakiri ni mwakani tena, habari ni katika kurasa za ndani. Azam ya waza makubwa kimataifa, Ronaldo kubali aishe kombe la dunia, Anderson wa England au mia, habari katika ukurasa wa 22. Uamuzi kuongelea kukutana, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.